upasuaji rekebishi unahitaji gharama kubwa, gharama ya fedha, lakini pia namba 2 unahitaji muda mrefu ili matibabu yaweze kufanyika. Kwa mtu anaweza kafanywa kambi ya kwanza kafanywa huduma isikamilike, akahitaji aende kwanza apone, afu akija tena mara nyingine waje wamalizie ule upasuaji, na wakati mwingine wengine mpaka mara 3, anahitaji kambi 3 ili aweze kukamilisha. Kwa hiyo kutokana na hiyo gharama zinakuwa ni kubwa sana. Sasa faida kubwa ambayo tumeipata kutoka kwa wageni ambao wanakuja kila mwaka na wanakuja kwa idadi kubwa ni kwamba wameweza kutuletea utaalamu huu kwa wataalamu wetu, ambao imepelekea sasa mpaka sasa hivi Tanzania tuna idara katika hospitali ya taifa Muhimbili ambayo tayari ina mabingwa na wanatoa huduma hizi kwa kiwango kizuri, na tuna mabingwa jumla 13 sasa hivi ambao ni mabingwa wa upasuaji rekebishi ambao wamezalishwa kwa kipindi cha kuanzia 2016 ambao kulikuwa hakuna kabisa mpaka sasa, lakini pia kuna wengine wako masomoni. Sasa hii ni hatua moja kubwa sana katika kuimarisha huduma za kibobezi hapa nchini, na Wizara ya Afya inafanya jitihada katika kuimarisha huduma za kibobezi tunapoelekea mwaka 2030 kwa jinsi serikali ilivyopanga, na huduma moja hapo ambayo inatakiwa ipatikane hospitali ya taifa na hospitali za kanda ni huduma za upasuaji rekebishi. Sasa niseme tu, serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi, Aga Khan, kwa pamoja tumeweza kufanikisha uanzishaji wa huduma za kibobezi za upasuaji rekebishi ambazo zimeanzia Muhimbili, lakini pia zitaanza kusambaa kwenye hospitali zingine za kanda na hospitali maalum. Sasa hii kwa hakika kwa upande wa Wizara ya Afya tunashukuru sana Aga Khan, wamekuwa marafiki zetu kwa kuweza kutafuta wadau. Tumeona hapa wadau RWI, lakini pia kuna jumuiya ya wanawake kutoka Pakistani ambao pia na wenyewe wamekuwa wakishirikiana kwa karibu sana Aga Khan kuweza kutoa michango ili kuhakikisha huduma hizi zinakuwa zinatolewa. Nimesema huduma ni gharama kubwa, lakini huduma hizi zimetengenezwa katika hali ya kuwezesha kila mtu aweze kuzipata, yule ambaye atapatikana ana mahitaji hayo. Sasa gharama hizo zinatoka wapi? Kwa sababu huduma hizi ni bure, zinatolewa bure kabisa Aga Khan. Kwa wadau hao Aga Khan wamejitahidi kuungana na watu wengine wadau. Kwa mfano kama wanatoka kutoka nje wanakuja hapa, wanakuja kwa gharama zao wenyewe. Kambi hii ya reconstructive surgery kama mlivyosikia ni mwaka wa 10, na tuna fahari ya kusema kwamba partnerships ni ngumu sana kuzidumisha kwa muda mrefu, lakini hii ni partnership mojawapo ambayo ni unique kama alivyosema Dr. Tony Zong, kwa sababu sio tu kwamba imeishi miaka 10 bali imeweza kuleta utofauti ndani ya maisha ya Watanzania na pia katika upande wa madaktari na ubobezi wa madaktari Tanzania. Tulipoanza miaka 10 iliyopita pamoja na Dr. Tony Zong, tuna Dr. Andrea Pusic ambayo kwenye kambi hii alikuja mwezi uliopita tu kuja kufanya screening na kuweza kuondoka na kuachia timu yake kuja kufanya upasuaji huu. Dhumuni haikuwa tu kufanya kambi, kuja kufanya upasuaji na kuondoka. The aim and objective of this camp was to come and also do capacity building. Ilikuwa ni kuwajengea uzoefu na kuwajengea capacity wa Tanzania ili kuweza kuendeleza hizi upasuaji ambako hawa madaktari hawapo. Na of course tumeweza kushirikiana na Muhimbili hospitali, na katika miaka hii 10 partnership yetu haijaishia tu kwamba ni sisi RWI, Muhimbili National Hospital na wizara, bali tumeweza pia kuleta madaktari kutoka Bugando na kuwaleta kutoka Mnazi Mmoja Zanzibar na pia kushiriki katika kambi hizi. Na nina furaha mimi kusema kwamba tunaweza na tumewajengea capacity hawa madaktari ambao ni general surgeons, lakini wameenda Zanzibar na pia tumeona wameweza kufanya surgeries kule, kufanya upasuaji kule na kuongea na madaktari hawa wa RWI na kuweza kushauriwa jinsi gani ya kuendeleza. Sisi tunajitahidi kwa kushirikiana sana na ndugu zetu ambao sasa hivi ni marafiki zetu wakubwa kutoka nchi za nje na hasa Marekani na Ulaya, ambao wako wanashirikiana na sisi, na sasa ni kwa takribani miaka 10, sio muda mdogo,
tangu tuanze zoezi hili, na tunajivunia sana kwa kazi hii ambayo tunaifanya. So tumekuwa tukisaidia ndugu zetu wa Tanzania, na mpaka sasa hivi tumesaidia watu wengi sana na wanaendelea vizuri, na zoezi hili tunalifanya bure. Hakuna malipo yoyote ambayo mgonjwa anatakiwa kulipia. Lakini pia tufahamu kwamba zoezi hili ni gharama. Kitu kinachoitwa plastic surgery au reconstructive surgery ni gharama sana. Kwa hiyo tunapata msaada sio tu kutoka kwa ndugu zetu wa Marekani pamoja na Ulaya kwa ujumla, lakini pia ndani ya nchi kuna washirika wetu. Tunaamini kupitia uzoefu wao katika utoaji wa huduma za afya, tutahakikisha msaada huu unawafikia walengwa kwa ufanisi. Kupitia makubaliano haya, Stanbic Bank imetoa mchango wa shilingi milioni 45 kusaidia utekelezaji wa mpango huu. Huu sio mchango tu wa kifedha, ni kauli ya dhamira. Ni uthibitisho wa nafasi yetu kama taasisi inayojali maendeleo ya jamii. Nafasi yetu ni zaidi ya benki, sisi ni mshirika wa maendeleo. Ushirikiano huu unakuja katika kipindi muhimu sana kwetu. Mwaka huu Stanbic Bank Tanzania inaadhimisha miaka 30 ya uwepo wake hapa nchini.